Nyie jamani, ndugu zangu, muangaliege na sehemu ya kuolewa nyie. Mimi namshukuru sana Mungu. Jamani, huu mkasa umetokea maeneo fulani vya Kinondoni. Dada mmoja alikuwa ameolewa na mwanaume alikuwa ni dereva bajaji. Basi alipokuwa dereva bajaji, kwa bahati mbaya yule kaka akawa amepata ajali. Alipopata ajali akawa amefariki. Amemwacha mke mmoja na mtoto mmoja. Hasa kama kulikuwa na wanawake wengine nje sijui. Sasa bwana, ikaja kuonekana kumbe huyo mwanamke alikuwa na mimba, alikuwa na ujauzito wa miezi 4. Ndugu sasa ndo akaja kujua kumbe mwanamke alikuwa na mimba ya miezi 4. Kwa hiyo marehemu alimwacha mwanamke akiwa mjamzito wa miezi 4. Dada wa watu kakaa kama mjane, kakaa mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, wa tatu, wa 4. Ndugu wa mwanaume wamebeba nini wanaita hizi? Wamebeba keli, sijui mende, sijui fuso. Wameenda kuhamisha mizigo. Wakabeba vitu vyote mule ndani, vyote wakabeba vyote. Wakamwambia yule mwanamke, hivi vitu ni vya ndugu yetu, amekufa na nyinyi udugu umekufa, na wewe udugu na sisi umekufa. Kwanza ndugu yetu alikuwa haja kuoa kwa ndoa, mlikuwa mnakaa tu pasipo kuoana kwa ndoa. Kwa hiyo hivi vitu vyote vinarudi nyumbani. Wale jamaa, wale ndugu wa mwanaume wakabeba vitu vyote. Wakamwacha mwanamke hana chochote. Yuko na ujauzito wa miezi 4, lakini pia yuko na mtoto mdogo tu. Yule mtoto alikuwa na miaka kama 6 hivi. Basi kwa vile ashukuriwe Mungu kwao mwanamke pesa zilikuwepo, mambo ni mazuri. Baba wa mwanamke ikabidi amchukue yule mwanamke, mwanae na yule mjukuu, aende akalee. Lakini hizi familia zingine, wewe mtu kafiwa na mume wake na unaona ni mjamzito, hana kazi yoyote, unaenda kubeba hicho kidogo alichoachiwa na mume wake. Tuangaliege na familia za kuolewa.